Hii ni Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Tulionayo usiku huu. Sasa ni rasmi, benki za Ugiriki zitafunguliwa siku chache zijazo baada ya mfuko wa dharura kuongezewa nguvu. Sheria yenye utata ya kukubali vikosi vya Japani vipigane nje ya nchi tangu vita vikuu vya pili yaamsha hasira nchini humo. Shutuma nzito dhidi ya makampuni ya magogo kutoka Ulaya kwa kushiriki kugharamia vita katika Jamhuri ya Afrika ya Kati. Na siku mbili zilizopita alijigamba bado hajakwisha, lakini sasa mambo ni vipi kwa Marekani Tiger Woods katika mashindano ya The Open huko Uskochi? Naam, hujambo na karibu katika Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Tunakuletea dakika 30 za habari, maelezo, uchambuzi, maoni yako na michezo. Mimi ni Kasim Kaira nikiwa hapa London. Benki za Ugiriki zinatarajiwa kufunguliwa katika siku chache zijazo baada ya Benki Kuu ya Ulaya kuongeza kiwango cha mfuko wa dharura. Taarifa hiyo imekuja baada ya muungano wa Ulaya kukubali kuipa Ugiriki mkopo wa muda mfupi kwa euro bilioni 7 ili kuendesha shughuli zake hadi mpango wa kunusuru uchumi wa nchi hiyo utakapoidhinishwa. Uamuzi huo umetolewa katika mkutano ulioitishwa wa mawaziri wa fedha. Pesa hizo zitatolewa katika mfuko wa dharura wa muungano wa Ulaya na kesho itabidi mataifa wanachama wa EU kujadili pendekezo hilo. Suluma Kasim anatuarifu zaidi. Hivi ndio hali ilivyokuwa ndani ya bunge la Ugiriki jana usiku, wakati wa bunge kutoka vyama vyote wakibainisha hasira zao kutokana na kulazimishwa kupitisha hatua kali kama wanavyotaka wakopeshaji wa muungano wa Ulaya. Waziri Mkuu Alexis Tsipras amesema kwamba ni mpango mbaya kwa Ugiriki, lakini ameonya kama hatua nyingine ingekuwa mbaya zaidi. Nje ya jengo la bunge nako watu wana hasira pia. Watu wamekuwa wakirusha mabomu ya petroli na polisi wakijibiza kwa kufyatua gesi ya kutoa machozi. Bunge la Ugiriki limepiga kura kuhusu nini? Limepiga kura kuhusu kuongeza kodi, kufanya mageuzi ya malipo uzeni na mabadiliko katika sheria za ajira. Sasa haya yamekubaliwa. Ugiriki sasa inatarajiwa kupigwa jeki kwa kupewa mkopo wa muda mfupi wa euro bilioni 7 siku ya Jumatatu ili kuepuka kufilisika. Natumai kila kitu kitakuwa sawa kwa sababu serikali ina idadi kubwa inayohitaji. Hapa Ugiriki wanasema mpango mbaya ni bora kuliko kutokuwa na mpango wowote. Bila shaka nimeshukuru. Naamini kama mpango huo haukutiwa saini, basi kungekuwa na uharibifu mkubwa katika nchi yangu. Sasa Ugiriki inajaribu kusonga mbele, lakini nchi nyingine barani Ulaya itakuwa ikiangalia kwa makini sana kuhakikisha kwamba nchi hiyo inafuata ahadi zake. Suluma Kasim, BBC. Naam, na ukitaka maelezo zaidi kuhusu taarifa hii unaweza kuyapata kupitia simu yako ya mkononi bbcswahili.com. Naam, na sasa tuangazie taarifa nyingine zinazogonga vichwa mbalimbali vya habari duniani kwa wakati huu. Rais Barack Obama anazuru gereza la Oklahoma ikiwa ni mara ya kwanza kabisa kufanywa na rais wa Marekani aliye madarakani kuingia ndani ya jela hiyo. Ziara hiyo ni sehemu ya mpango wa serikali wa kubadili mfumo wa sheria ambao umesababisha magereza ya Marekani kujaa wafungwa katika kipindi cha miaka 35 iliyopita. Hivi sasa jela hiyo inagharimu zaidi ya dola bilioni 80 kila mwaka kuwaweka wafungwa wapatao milioni 2.2. Serikali ya Kamerun imepiga marufuku uvaaji wa mavazi ya kujifunika nyuso mzima, yaani burqa. Hii inatokana na matukio ya hivi karibuni nchini humo ambapo wanawake waliokuwa wamevalia mavazi hayo wamekuwa wakifanya mashambulizi ya kujitolea mhanga na kulaumiwa kundi la Boko Haram. Serikali ya Uingereza imeanzisha uchunguzi juu ya kiwango na upeo wa shirika la habari la BBC. Waziri wa utamaduni John Whittingdale ameliambia bunge kuwa serikali lazima izingatie kama BBC inatakiwa kuwa na lengo maalum. Shirika la BBC limesema kuwa serikali inapendekeza liwe dogo zaidi ambacho kitakuwa kibaya kwa Uingereza.
Huko Japan, licha ya malalamiko ya umma, Waziri Mkuu Shinzo Abe amezidi kuendeleza sheria yenye utata ya kukubali vikosi vya Japan vipigane nje ya nchi tangu vita vikuu vya pili. Miswada ya kubadili katiba ya amani ya Japan ilipitia bunge dogo kwa urahisi, ingawa itakabiliwa na mtihani mkali mbele ya bunge la juu. Idi Seif ametuandalia taarifa ifuatayo. Wakati kura ya kupitisha mswada wa ulinzi ilipoitishwa, wabunge wa upinzani wakaondoka kuonyesha chuki yao. Baada ya hapo, matokeo yake yakawa bayana. Waziri Mkuu Abe ana idadi kubwa ya wafuasi bungeni na kama ilivyotarajiwa alipata ushindi. Huenda hakupata upinzani bungeni, lakini nje kwenye mitaa upinzani ni mkali, una kelele na unaongezeka. Takwimu za hivi karibuni zimeonyesha kwamba zaidi ya 60% ya raia wa Japan wanahisi kuwa mswada huu mpya ni uvunjaji wa sheria na unavunja katiba ya Japan. Sheria mpya inasema kuwa jeshi la Japan likijulikana kama vikosi vya kujilinda vinaweza kujibu kwa nguvu endapo vitashambuliwa au mshirika wake wa karibu anaposhambuliwa, na ikiwa tukio hilo linatishia kuwepo kwa Japan na raia wake. Inasema kuwa nguvu inaweza kutumika endapo hakuna njia nyingine. Kwa wafuasi wake, mswada huu ni wa kuitaka Japan ikue na ianze kusimamia maslahi yake. Raia wa Japan daima hulindwa na vikosi vya kigeni kutoka mataifa mengine, sio vikosi vya kulinda watu wa Japan. Kwa wafuasi wake, mswada huu ni wa kuitaka Japan ikue na ianze kusimamia maslahi yake. Watu hawa wanaimani kwamba katiba ya baada ya vita vikuu vya dunia walipewa zawadi na Wamarekani. Lakini bungeni, Waziri Mkuu Abe na wafuasi wake wanaimani kuwa ni adhabu kwa Wajapan baada ya kushindwa na wababe wao wa Marekani. Mwishowe wangependa kuiondolea mbali. Idi Seif, BBC. Naam, Japani na Ujerumani ziliadhibiwa kwa kupokonywa silaha na kutozwa fidia kubwa baada ya kushindwa katika vita vikuu vya pili. Ujerumani tayari ilianza kujihusisha kijeshi kimataifa miaka michache iliyopita. Kwa nini basi Japani kumekuwa na upinzani mkali? Ali Atas yuko mjini Tokyo ambapo tunaungana naye moja kwa moja kupitia Skype. Bwana Ali, asante kujiunga na Dira ya Dunia. Kwa nini Japani imeamua kubadilisha katiba ya amani ikitaka kujihusisha na mikakati ya kijeshi nje ya nchi wakati huu? Kuna sababu mbili tatu ambazo naweza nikakueleza sasa hivi. Moja ikiwa ni kwamba, kumbuka, huyu waziri mkuu wa sasa hivi ni mjukuu wa waziri mkuu wa zamani, na waziri huyo alikuwa anatawala miaka 55 iliyopita na ndiye aliyehusika katika ushirikiano wa kiusalama kati ya Japani na Marekani. Na katika bunge la baraza la chini na vile vile baraza la juu, kwa sasa hivi chama tawala ndicho chenye wingi wa viti. Kwa hivyo waziri mkuu amekuwa akivumbika ndoto kwamba labda siku moja akipata mamlaka ya kutosha anaweza akaidhihirisha ile ndoto ya kuifanya Japani iwe na mamlaka ya kujihami, ya kutetea nchi rafiki kama vile Marekani, na hali kadhalika pia kuna suala kubwa zaidi, kupunguza kasi ya changamoto ya kijeshi kutoka nchi jirani ya China. Na Bwana Ali Atas, uamuzi huu wenyewe umepokelewaje nchini Japan? Ndani ya bunge, kama tuliposikia ripoti ya Kukuru Kakara zilizotokea katika bunge la Ugiriki sasa hivi, ni kwamba hayo pia yaliwaka moto katika bunge la Japani hapo muswada ulipokuwa unajadiliwa na baraza la chini la bunge. Lakini hatimaye chama tawala kikaweza kupitisha muswada huo ambao baada ya siku 60 hivi utakuwa umepigiwa kura na baraza la juu la bunge. Lakini kwa kawaida baraza la chini likishapitisha, basi ndio tuseme sheria hii ya kuyapa mamlaka majeshi ya kujihami, kuwa na nguvu za kujitetea, kuwa na nguvu endapo italazimika kupigana, na hali kadhalika kupunguza kasi ya changamoto za kijeshi kutoka China kama nilivyosema hapo awali. Bwana Ali Atas, lakini sio Japan pekee ambayo imelalamika, yani wananchi wa Japani ndani lakini na nje wa China hawajafurahishwa na uamuzi huu wa Japan. Wao sababu zao ni zipi? Kwa kweli
mbali na bunge, kama ripoti yenu ilivyokuwa imesema, umma uliwaka moto na mamia, sio tu mamia, karibu watu 100,000 walikuwa wakibeba mabiramu yakitangaza na kunadi kwamba hawataki vita, hawataki kurudishwa katika muongo wa vita. Kwa hivyo hili ni moja, na halafu vile vile Japani sasa hivi, hali kadhalika, kulingana na ripoti nyingi sana za kimataifa zilizotangazwa hivi karibuni na hapo awali, ni kwamba kuna uhasama wa watu wamevumbika, uhasama uliotokana na vita vilivyopita vya dunia na hali kadhalika vita kati ya Japani na China. Kwa hivyo tunashukuru sana Bwana Ali Atas. Naona muda umetupa mkono, lakini Ali Atas ni mwandishi wa habari akiwa huko Japan. Shukran sana Bwana Ali Atas. Na muda si muda tutaangazia changamoto inayoikumba Brazil katika kuulinda msitu wa Amazon dhidi ya wakataji miti. Kuna hofu kuwa iwapo msitu huo hautolindwa huenda ukateketezwa. Mimi ni Kasim Kaira na hii ni Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC London. Bado tuko pamoja, tafadhali usiondoke. Hii ni Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi ni Kasim Kaira. Habari kuu siku huu. Benki za Ugiriki zinatarajiwa kufunguliwa katika siku chache zijazo baada ya Benki Kuu ya Ulaya kuongeza kiwango cha mfuko wa dharura, na serikali ya nchi hiyo itapewa mkopo wa muda mfupi wa euro bilioni 7. Bunge la Japan limeidhinisha mswada tata utakaoruhusu majeshi ya nchi hiyo kupigana katika mataifa ya kigeni kwa mara ya kwanza kwa miaka 70 tangu kumalizika kwa vita vya pili vya dunia. Mabadiliko haya yamependekezwa na Waziri Mkuu Shinzo Abe. Makampuni ya magogo ya Ulaya yanatumiwa kusaidia kugharamia vita katika Jamhuri ya Afrika ya Kati. Kundi la wanaharakati la Global Witness limedai baadhi ya makampuni yameingia mikataba mikubwa ya kukata magogo na makundi ya wapiganaji ndani ya nchi. Pia linashutumu muungano wa Ulaya kwa kushindwa kukomesha mbao zilizopatikana kinyume na sheria kuuzwa Ulaya, tuhuma ambazo muungano wa Ulaya unazikanusha. Zawadi Machibia anaarifu zaidi. Kwa mara nyingine tena, rasilimali za Afrika zimejikuta ni kiini cha vita vya wenyewe kwa wenyewe. Sekta ya magogo inatuhumiwa kusaidia waasi wa Jamhuri ya Afrika ya Kati kwa kufadhili vita vyao. Maelfu ya watu wameuawa katika kipindi cha miaka 2 iliyopita, wengi wakiuawa kikatili, na zaidi ya wengine milioni 1 wamekimbia makazi yao. Global Witness linasema makampuni ya magogo ya kimataifa yameendelea kufanya kazi, ishukuriwe mipango yenye faida na viongozi wa waasi. Makampuni haya yanalipa karibu dola milioni 4 kwa waasi, huku Ulaya ikiwa ndio kituo cha kwanza cha magogo ya Jamhuri ya Afrika ya Kati. Wanaharakati wanasema nchi wanachama wa muungano wa Ulaya zimeshindwa kukomesha biashara hii haramu ya magogo licha ya sheria kuwepo. Hatimaye kundi la wanaharakati linakosoa malipo ya Ufaransa ya maendeleo kwa makampuni ya magogo ya Jamhuri ya Afrika ya Kati. Linasema malipo haya yanachochea mzunguko wa vita na ukatili badala ya kusaidia miradi ya maendeleo. Makampuni ya magogo yametoa kile kinachoitwa malipo ya ulinzi kwa majenerali wa Seleka na askari ili kulinda maeneo ya kuvunia magogo hayo na maafisa wao mjini Bangui. Pia walitoa malipo makubwa barabarani kwenye vizuizi haramu na mpakani. Kwa hiyo jumla yake ni hayo mamilioni ya euro yalikwenda mikononi mwa watu wenye silaha waliokuwa wanachochea ghasia dhidi ya raia wa Jamhuri ya Afrika ya Kati. Baadhi ya wafanyabiashara wa kimataifa wametuhumiwa kutengeneza faida kubwa kutoka kwenye magogo hayo wakati wa vita. Jamhuri ya Afrika ya Kati bado iko taabani. Ni taasisi imara pekee ndizo zinazoweza kuhakikisha utajiri wake haurejei tena kwenye ghasia za kivita. Zawadi Machibia, BBC. Naam, na kama ulivyosikia ndani ya ripoti, muungano wa Ulaya unatuhumiwa kwa kutochukua hatua kutumia kanuni zake zinazozuia kuingiza magogo kutoka kwenye maeneo yenye vita. Tumejaribu kuwasiliana na tume ya Ulaya lakini hawakuwepo kwa ajili ya mahojiano. Hata hivyo, walituma taarifa hii. Muungano wa Ulaya uliingia makubaliano na Jamhuri ya Afrika ya Kati kabla ya vita havijazuka.
Makubaliano haya hayajaanza kufanya kazi. Utekelezaji wake umesitishwa tangu mgogoro ulipoanza. Muungano wa Ulaya unatuma wataalam kutathmini sekta ya misitu huko Jamhuri ya Afrika ya Kati. Na bado tukizungumzia maneno ya misitu, katika kikao cha viongozi mbalimbali mjini Washington hivi majuzi, Rais wa Brazil Dilma Rousseff alitetea serikali yake akisema imekuwa inayalinda mazingira ipasavyo, na akatoa mapendekezo mazito kabla ya kikao kikubwa cha mazingira kitakachofanyika Paris mwisho wa mwaka huu. Lakini BBC ina ushahidi unaoonyesha baada ya miaka ya ufanisi, ukataji miti katika msitu mkuu wa Amazon umeongezeka tena Brazil, wakati ambapo rais wa nchi hiyo amepunguza kwa kiasi kikubwa bajeti ya ulindaji mazingira. BBC ilikwenda katikati ya msitu huo wa Amazon ambako ukataji miti haramu hufanyika katika maeneo yaliyo na ulinzi mkali. Mariam Omar anaarifu zaidi. Bunduki zatolewa kuhusu swala la misitu inayochukuliwa kuwa vyanzo vya mvua. Msitu maarufu wa Amazon kwa mara nyingine tena umekuwa mstari wa mbele wa vita kati ya polisi, walinda mazingira wa Brazil na wale ambao wanaona kuwa wanaumiliki msitu huu. Katika miaka ya hivi karibuni, Brazil imeweza kupunguza kwa kiasi kikubwa ukataji miti, lakini BBC imeona kuna ongezeko la ukataji miti kinyume na sheria. Wakati bajeti za kulinda mazingira zikipunguzwa, serikali ya Brazil inaonyesha dhahiri kuwa imetoa kipaumbele kwa maendeleo katika sehemu za mashambani zaidi. Msituni, maajenti hukabiliana na wakataji miti haramu, kuwakamata washukiwa, kuharibu kambi zao na vile vifaa vyao. Vita kuokoa msitu wa Amazon ni vita dhidi ya mtandao wa wahalifu. Picha za satelaiti huwasaidia maajenti kutambua ni sehemu ipi ambayo inaharibiwa. Data mpya za maendeleo ya Brazil zinaonyesha kwa kiwango kikubwa ukataji miti umeongezeka maradufu ikilinganishwa na mwaka jana. Utaratibu huu unaonyesha kuwa ni katika maeneo ambayo yanapewa ulinzi wa moja kwa moja kunakuwa na ukataji miti wa kiwango cha juu. Wanavijiji hawa wa Sintalagra huenda wamevalia mavazi ya kimagharibi na wana vifaa vya kisasa, lakini wanaishi katika msitu huu. Wakataji miti huja hapa kutafuta miti muhimu ambayo tayari imemalizwa kwengine. Ndio naona kila mtu anataka ardhi yetu. Hamu ya kudumisha utamaduni na utambulisho bado iko juu sana. Lakini baadhi wanasema kwa kuzuia maeneo yao, watu hawa wanaokumbatia utamaduni wao huko Brazil wanajinyima maendeleo yao wenyewe na vile ya nchi nzima. Nadhani watu kutoka kusini mwa Brazil, Ulaya na Marekani wanadhani msitu huo hauguswi, lakini wanasahau kama kuna watu wanaoishi humu. Kwa hiyo lazima tutafute njia ya wao kuishi, kupata pesa na kujua thamani ya msitu huu. Hadi pale mpango mzuri wa kusuluhisha swala hili utaafikiwa, siku za usoni za msitu huu zitakuwa na utata. Mariam Omar, BBC. Jukumu la kuwa mwenyeji wa mashindano ya dunia ya Olimpiki sio rahisi, lakini mbali na kutaka uwanja wa kuvutia, raia wa Japan wana maoni gani kuhusu ujenzi wa uwanja mpya wa taifa? Na hakika ungependa kujua, basi iwe mojawapo ya sababu za kuendelea kuwa nasi. Hii ni Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC London. Mimi ni Kasim Kaira. Hii ni Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC na bado uko nami Kasim Kaira. Katika habari za michezo, gharama zinazoendelea kuzidi za ujenzi wa uwanja mpya wa kitaifa utakaotumiwa kuandaa mashindano ya Olimpiki ya Tokyo mwaka 2020 zimezua utata wa kisiasa nchini Japan. Yoshihiro Kizawa, afisa wa baraza la michezo nchini Japan ambalo ni baraza la serikali lililopewa jukumu la kuusimamia ujenzi, anasema ongezeko hilo ni kutokana na kazi yenyewe na vifaa, na thuluthi mbili hasa ni kwa kujenga uwanja wa kipekee na wa kuvutia. Uwanja huu utakapomalizika utakuwa ni uwanja wa michezo wa bei ya juu zaidi kabisa duniani. Kati ya wale walioshangazwa na gharama hizo za ujenzi ni pamoja na msanifu wa majengo anayehusika na uwanja. Niliposikia gharama ni bilioni 252 yen, sawa na dola bilioni 2 za Marekani, nilishangaa sana. Nilijiuliza, je, nimesikia sawa sawa?
Tadao Ando hapo. Nahodha wa timu ya taifa ya Ghana Asamoah Gyan amepuuza baadhi ya mashabiki wa nchi yake wanaodai kwamba alijiunga na timu ya Uchina ya Shanghai SIPG kwa kuangalia zaidi maslahi ya kifedha na wala sio kiwango cha soka inayochezwa huko. Gyan mwenye umri wa miaka 29 awali aliichezea Al Ain ya Imarat kwa muda wa miaka 4 kabla ya kuhamia Uchina. Ameelezea BBC kwamba muhimu zaidi ni yeye kuendelea kufunga magoli, na amesema Uchina inacheza kandanda nzuri na kinachohitajika ni yeye kuubadilisha mchezo wake. Kati ya mashabiki wake nchini Ghana wanamlaumu mshambulizi huyu kwa kukosa kujiunga na ligi ambazo zimestawi zaidi. Na kinyume na alivyoahidi hapo mbele siku zilizopita kwamba hajafa na kuzikwa, akimaanisha bado atakuwa mpinzani mkali, Marekani Tiger Woods inaelekea ameanza vibaya mashindano ya golf ya Uingereza yanayofahamika kama The Open. Hii ni mara ya 3 katika mashindano 4 makubwa ya golf Grand Slam ambayo Tiger ameshindwa kufanya vyema. Jordan Spieth, Marekani anayetazamiwa hatimaye kuibuka mshindi, leo aliacha nyuma na Marekani mwenzake ambaye hucheza pamoja, Dustin John, kwa shoti 2. Na habari za michezo hadi sasa ndizo hizo, lakini tuangalie ujumbe wako kuhusu uamuzi wa Japan kutaka kujihusisha tena kijeshi baada ya miaka 70, na wengi wenu mmetuma ujumbe. Tunaanza kabisa na Jawad Mohamed ambaye anasema, nadhani inaweza kuingiza nchi hiyo katika matatizo, ikizingatiwa kuwa sera ya kuingilia kati mamlaka ya nchi nyingine ndio iliyochimbua hisia kwa magaidi kuzishambulia nchi hizo. Naye Kurianga Makeseni kutoka Moshi, Kilimanjaro, anasema ni vizuri bunge la Japan kupitisha sheria hiyo ya usalama ili waweze kupambana na ubabe wa China dhidi ya majira yake. Na hiyo ni mipango ya Marekani dhidi ya China kuonyesha kuwa wao ni wababe. Naye Rafael Edson wa Mafinga huko Iringa, Tanzania, anasema nafikiri huo mswada nchi ya Japan iupitishe ili na wao wasaidie katika kulinda amani kwenye nchi mbalimbali zenye vita. Na wengi wenu mnaendelea kutuma ujumbe wenu. Naomba tuendelee na majadiliano haya kupitia mtandao wetu ama Twitter yangu mwenyewe @Kaira2000. Kumbuka na wewe pia unaweza kuwasiliana nasi kupitia Twitter au Facebook. Na sasa tutupie macho ukurasa wetu wa internet maridadi kabisa bbcswahili.com. Hapa kuna taarifa mbalimbali ikiwa ni pamoja na za makala za michezo, picha na video. Naam, na hatimaye ukiwa ni mmoja wa madereva makini, labda ni wakati uangalie kwingine, kwani hii ni barabara kuu, yani highway huko New Jersey, Marekani, na usifikiri shaitani amekufunika macho. Unachokiona, naona picha zimechelewa kabisa kuja kidogo, lakini unachokiona hapo ni ndege ndogo ambayo baada ya kupata matatizo ya kiufundi, rubani alilazimika kutafuta mahala pa kutua. Na wapi rahisi kabisa kama barabarani ambako tayari lami ipo. Shida ni kwamba barabara hiyo hiyo inatumiwa na magari, na wakati kulikuwa na magari mengi barabarani, ajabu ni kwamba ndege iliweza kutua na pia magari kuendelea kupita bila yeyote kuathirika, labda kimoyomoyo tu. Naam, na kwa habari hizo hatuna cha ziada. Usikose kuungana nasi kesho panapo majaliwa, na kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mimi Kasim Kaira nawatakia usiku mwema, alamsiki kwa Waislamu ambao watasherehekea Eid kesho, ya Eid Mubarak.